Bwana, jana nafikiri mmepitia na mmeona mitandao ya kijamii imechafuka, si ndio? Ndio. Vyanzo vingi vya habari vimeandika taarifa kuhusiana na FIFA kutuma watu wake, na wale watuma tangu Juni 13 kufika pale TFF kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa kile ambacho kinaendelea. Sawa Ni taarifa ambayo ukipita kwenye vyanzo vikubwa hapa nchini na vya nje ya nchi utaona taarifa ambayo inasema kwamba shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA inatarajia kufanya uchunguzi wa mpira wa Tanzania katika kipindi cha miezi miwili hapo nyuma hadi kufikia sasa, kutokana na migogoro ya kimaamuzi ambayo yameendelea na yakatokea. Sasa kwa mujibu wa ripoti ya kamati ya nidhamu ya FIFA iliyotuma barua kwenda TFF mnamo Juni 13, hiyo kabla ya tarehe 15 kuelekea dabi yenyewe, iliwaarifu ya TFF kwamba inafuatilia mienendo ya soka la Tanzania, ikiwa ni pamoja na viashiria vya siasa kuingilia masuala ya soka. Sawa Sasa FIFA imetaka TFF kutoa ushirikiano katika uchunguzi wao wanaotaka kuja kuufanya na kufuatia usitofahamu ambayo imetokea kwenye soka la Tanzania katika kipindi cha miezi mitatu tangu kuahirishwa kwa dabi ya Kariakoo ile ya Machi 8. Sasa hii sio taarifa njema. Tulikuwa tunawaambia kwamba yote yanaendelea, lakini FIFA they watching us. Wanaangalia, wanatolea macho. Sio kwamba hawana kazi ya kufanya. Wanatolea macho kinachoendelea. Brother, unapozungumzia soka la Tanzania, soka limekuwa na sasa hivi FIFA wanatupia macho. Ndio maana CAF sasa hivi wanatupa AFCON 2027, wanatupatia CHAN, kwa maana wako karibu na sisi. Pia michuano ya African Football League uzinduzi ulifanyika Tanzania, si ndio? Simba walicheza na Ahali hapa. Kwa hiyo Tanzania pia imekuwa ni kivutio hasa kwa upande wa michezo. Sasa moja ya vitu ambavyo vinapigwa marufuku na moja ya vitu ambavyo vinatolewa macho kweli ni pamoja na mpira wa miguu kuingiliwa na masuala ya kisiasa. Yaani serikali kuingilia mpira wa miguu, FIFA wamepiga marufuku 100%. Sawa Wao wanafuatilia kwa karibu, na hapo haijawekwa wazi kwamba wao wataketi lini ili kuhakikisha hili jambo wanalifuatilia kwa karibu. Kwa hiyo bwana, tunapozungumza hapa ndio kwamba mtaanza kuvua mashati, kuanza kutunisha misuli, bwana mpira umeshinda, sijui bwana fulani amefanya. FIFA wanatazama. FIFA wachunguzi wakija hapa kuchunguzwa, tamwita Kisiki kwa nini umejiuzuru na wewe kwa nini umesimamisha kazi. Tunafahamu kwamba majirani zetu Kenya nao walipitia hiyo kazi. Mpaka sasa hivi hapo, si ndio? Mpaka sasa hivi Kenya wako na struggle. Mpaka sasa hivi lakini ndio nakuuliza wakija Kisiki na kwa naita. Kisiki hahusiki. Kisiki si mchambuzi. Anazungumzia kwenye eneo la uongozi kwamba viongozi wanajiuzuru. Kama ni viongozi. Na wewe kwa nini umesimamisha kazi? Yaani hapo FIFA wanafanya uchunguzi wao, wanataka kufahamu sababu ya mechi ya Machi 8 kuahirishwa. Ni kitu kidogo tu. Kwa nini mechi iliahirishwa? Baada ya hapo, sasa ndio watu watafungua makablasha. Watarejea makablasha bana, hii mechi iliahirishwa kwa sababu 1, 2, 3, 4, 5. Na bad luck ni kwamba bodi ya ligi walipokutana na Young Africans walipenyeza ujumbe kwamba na ile ni mbaya. Ile ilikuwa ni kikao cha ndani cha siri. Alikamwe alirise to the public kwamba kuna kiongozi wa juu alipiga simu. Sasa ile sio kwamba FIFA hawafuatilii. Brother, mitandao yetu iko kwa kasi, na miongoni mwa nchi ambazo zinatumia mitandao very effectively Tanzania. Mtu akikabando amepost kiongozi huyo ni nani? Kwa hiyo watu wanaanzia pale kwenye Machi 8. Nani? Na pale walisema ni kiongozi wa serikali, sio wa juu. Lakini serikali haijatoa msimamo kama ni kiongozi. Serikali haijatoa msimamo. Lakini Alikamwe pale alivyoipublish ile alivyosema ni kiongozi, watu wanaanzia pale uchunguzi kwamba bodi ya ligi yenyewe mlisema ni hivi. Okay fine. Then after there, why mechi ya Juni 15 iliahirishwa? Watatupa maelezo. Mtatoa maelekezo. Na ilikuwaje mpaka dabi ya 25 sasa inaenda kuchezwa? Mlisuluhisha lipi? Watatoa maelezo. Alafu sasa FIFA ndio huruma yao, kama watasema sabana sisi ni mara ya kwanza kutokea kwa Tanzania. Kwa tunaomba sisi tunawapa onyo. Ole wako. Msirudie hiki mnachokifanya. Lakini hiyo ni huruma sasa. Lakini wakisema sasa wasimamie msimamo wao, tunaenda kuidondosha soka. Na mimi hapo labda niongeze kitu. Unajua FIFA, moja kati ya vitu ambavyo wanazingatia kwenye uchunguzi ambao wanafanya, ndio ni kama watakuta kuna
upande labda wenyewe unasema haukubaliani pia na engo nyingine, sio? Lakini pia kama utakuta kuna maswali ambayo hayana majibu. FIFA kwa sababu wanapokuja wao kazi yao ni kudai ripoti. Hawana muda tena wa kuanza kusema tuanze kufanya hiki na hiki. Wakifika tu ndio maana wameomba ushirikiano kutoka kwa TFF kwa sababu wanaamini TFF ndio msimamizi wa mpira wa Tanzania. Kwa hiyo kitakachotokea wakienda TFF wanaomba ripoti ambayo TFF alipokea kuhusiana na dabi ya tarehe 8. Yes. Kwa hiyo ripoti ambayo itawafikia mezani itawapa nafasi kubwa ya kuamua kile ambacho kimetokea kwa muda mrefu hapa katikati. Kwa hiyo hata sisi tusihangaike sana. Sisi tusubirie uchunguzi ufanyike. Lakini pia FIFA hapo wameongezea kwamba mbali tu ya kwamba wataenda kufanya uchunguzi wa ripoti ya kuchunguza miezi miwili ya mitatu nyuma kilichotokea kwenye Songo Mbingo. Tukiwaambia Simba na Yanga ni madude makubwa, muelewe. Pia hawa FIFA wataenda kuobserve uchaguzi wa taifa ambao utafanyika Agosti, mwezi Agosti. Baada ya kuangalia na kufuatilia kwa ukaribu ule uchaguzi ambao utakufanyika kumtafuta rais wa TFF pamoja na wajumbe ambao watasimamia mpira wetu. Kwa FIFA bado wapo, bado tuko nao. Kile kipengele cha uzoefu wa miaka 5 bado kipo ambacho kilipelekea wengi walikata uchaguzi uliopita na akabaki mgombea mmoja. Nafikiri kila mgombea atakuwa kapewa lazima vipengele vya. Jana uzuri tu jana taarifa tulizonazo Ali Mai Tembele amechukua fomu. Sifa za wagombea zimetangazwa. Sifa zipo tu washasema. Lakini kile kipengele pia kipo cha kukatwa kwa miaka 5. Sasa mfano hiyo ipo, hiyo lazima iwepo. Hiyo ipo ya uzoefu lazima uwe pia umehudumu kwenye mpira wa miguu. Umehudumu kama nani? Umehudumu kama nani? Kiongozi labda mwenyekiti wa mkoa fulani wa upande wa michezo. Kwa sababu pia tumeona mashirikisho ya mpira pia yamekuwa yakifanya uchaguzi kila baada ya muda fulani. Labda ushaikuwa mwenyekiti wa chama cha mkoa fulani. Sio kama umehudumu kama mchambuzi kwa tuambia naenda kuchukua. Lakini pia Ali Mai Tembele of course amehudumu, kwanza ameucheza. Ana vigezo vyote na mimi sijui alikatwa kwa sababu gani. Sasa kucheza ndio umehudumu hapo kwenye mpira. Ukichambua ngoja kwanza wewe. Tulia wewe, tulia. Mwenyekiti vitu tukifika sehemu nzuri anataka kutuondoa. Unaona Kwa Ali Mai Tembele kwanza amehudumu pia kwenye mpira wenyewe. Amekuwa kaimu mkurugenzi wa maendeleo ya michezo. Hapo sawa. Si ndio? Amefanya kazi yake vizuri sana. Kwa hiyo ameenda kuchukua fomu na jana aliyomchukulia fomu ni rafiki yake Kiemba bwana. Amri Kiemba amemchukulia fomu na kwa nini hajachukua mwenyewe? Sababu alikuwa Tabora ambapo alifiwa na mzazi wake pale. Kwa hiyo walikuwa wanafanya mazishi, wanazika hiyo jana. Kwa amechukuliwa fomu tayari na Amri Kiemba na yuko tayari kwa ajili ya kwenda kupambana kutafuta nafasi ya urais. Kwa hiyo Ali Mai mitano tena mumpe ampi. Wajumbe wataamua. Wajumbe wengi wakaria.